Yes bwana, mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo? Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe Off Pitch TV. Mnapata yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Nipo na taarifa ambayo inahusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na kile ambacho wanakipitia kwa hivi sasa. Wote tunajua Musa Pinpin Kamara alipata injury na amefanyiwa upasuaji. Sasa hivi anafanya mazoezi madogo madogo ili kurecover. Taarifa zinaeleza kwamba huenda akarudi mnamo mwezi wa pili mwakani. Lakini taarifa mbaya kwa klabu ya Simba hiyo goalkeeper wao namba 2 kwa maana Yakubu Suleiman naye amepata majeraha, anaweza kakaa nje kwa mwezi mmoja na wiki 3. Kwa hiyo wanakosekana makipa wote wawili. Kipa ambaye amebaki kwa hivi sasa ni Hussein Abel, lakini pia yupo bwana mdogo kutoka under 20. Hao ndo makipa waliopo. Isivyo bahati ni kwamba hao makipa ambao hapo sasa hivi wote wamekuwa hawaaminiwi kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo taarifa zinaeleza kuwa klabu ya Simba ipo kwenye mpango wa kusajili golikipa mwingine wakati wa dirisha dogo la usajili la mwezi Januari, ambalo litafunguliwa kuanzia Januari 1 mwaka 2026 na kufungwa Januari 30 mwaka 2025. Musa Pinpin Kamara na Yakubu Suleiman wote watakosekana kwa muda mrefu, wakati ambao Simba ina michezo mikubwa mwezi Januari ya makundi ya CAF Champions League dhidi ya Esperance de Tunis ya Tunisia nyumbani na ugenini, Petro di Luanda ya nchini Angola ugenini, na Stade Malien ya Mali nyumbani. Simba Sports Club inabaki na mlinda mlango mmoja tu, Hussein Abel, pamoja na mlinda mlango mwingine kutoka timu ya vijana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hakika siku ya kufa nyani miti yote uteleza. Kwa hiyo Simba wanapitia kwenye changamoto kubwa sana kwa hivi sasa. Umeona magolikipa wote hao wanakosekana, lakini pia isivyo bahati pia ukienda sokoni sasa hivi kupata kipa, moja ya sehemu ngumu sana ni eneo la golikipa, mpaka azoee mazingira na kadhalika. Lakini Simba hao wameona isiwe kesi, wameamua kuingia sokoni kwenda kumwania goalkeeper wa klabu ya Mtibwa Sugar ambaye anajulikana kwa jina la Destedit Malimi mwenye umri wa miaka 23. Simba wanafanya kila linalowezekana kumaliza hili dili haraka sana, kwani wanakosa makepo wao wote wawili. Sasa pengine labda unajiuliza Deus Malimi ni goalkeeper wa aina gani na anaweza kaisaidia vipi klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba? Alianza rasmi soka msimu wa mwaka 2022-2023 katika klabu ya Kenny Gold, na msimu uliofuata 2023-2024 pia aliendelea na klabu hiyo ya Kenny Gold, ila msimu wa mwaka 2025-2026 kwa maana msimu uliopita kutokana na yeye kufanya vizuri na klabu ya Mtibwa Sugar baada ya kupanda daraja, ikaona ubora na uwezo wake Malimi, hivyo akamsajili. Kwa hiyo sasa hivi tunazungumza ni goalkeeper wa klabu ya Mtibwa Sugar. Hana rekodi kubwa kutokana na umri wake mdogo wa miaka 23, hajacheza michuano mikubwa pia, kwa maana experience inakosekana. Hapa ndipo ambapo unaona changamoto ya golikipa huyu. Lakini kiujumla mpaka sasa amecheza mechi 7 sawa na dakika 630, ana clean sheet 4, ana save 18, ameruhusu magoli 4 na amewahi kuchukua tuzo ya man of the match msimu huu akiwa na klabu ya Mtibwa Sugar. Kwa hiyo unaweza kuona kipa kuchukua man of the match si jambo dogo, kwa maana kuna kazi kubwa alifanya siku hiyo mpaka kuwa man of the match. Sasa hapa nataka nizungumze na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hiyo ni taarifa nimekupa. Sasa hivi nakupa mtazamo wangu ambao wewe pia unaweza ukashare mtazamo wako kwa kucomment hapo chini. Yes, kuna namna fulani siwaelewi klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba nini ambacho wanakihitaji, kwa sababu wane goalkeeper Hussein Abel wamemsajili, ana takriban misimu 3 hivi sasa. Amepitia changamoto kubwa sana. Tangianza kina Aish Manula wanaumia, alitarajia kupata nafasi. Wanakuja kina Musa Pinpin Kamara nao wanaumia, Kubu Suleiman wanaumia, lakini bado anaenda kusajili golikipa mwingine.
na taarifa zinaeleza kwamba kipa ambaye anamtafuta ndio huyu atakuwa first 11. Kwa hiyo Hossein Abel atabaki kuwa kipa wa ziada. Sasa unajiuliza kipa huyu atacheza lini? Lakini pia kipa huyu ambaye ana experience wa hivi sasa, kwa maana Hossein Abel haaminiwi, anaenda kuaminiwa golikipa mdogo ambaye pia ana hata experience. Ingawaje experience yao inatofautiana, kwa maana experience aliyokuwa na Hossein Abel ni kushuhudia, kwa maana kuiona ile pressure. Ingawaje hakucheza mechi kubwa za kimashindano, lakini ile pressure, joto lile, nini ambacho walikuwa naongea walimu na kadhalika, amefundishwa kwa walimu wengi, ame experience baadhi ya mazingira nchi ambazo amezunguka na timu, kwa unaweza kaona walao huyu anaweza kukupa kitu. Lakini wao Simba wanaenda kwa golikipa kutoka Mtibwa Sugar, timu ambayo imepanda daraja. Simdharau, lakini kuna namna fulani naona kama Simba anajiriski. Kama ipo haja Hossein Abel, ni bora tu aondoke katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu karia yake inaweza kaisha. Lakini namuelewa yeye pia kama ataamua kubaki, kwa sababu pengine labda anapata maslahi makubwa, anapata pesa na kadhalika. Kwa hiyo ameridhika, na watu tunacheza kwa ajili ya kupata pesa. Kwa hiyo ni kwake yeye mwenyewe, kama ilivyo kwa Suleiman Matola. The same pia Suleiman Matola, kukaa tu kocha msaidizi kila siku, autengenezi legacy, autengenezi heshima, na wala autengenezi kitu chako mwenyewe. Hata kama Suleiman Matola atatumia 20% ama atatumia hata tuseme 80 ya Simba kupata ubingwa wote ule, hakuna mtu yote ambaye anaweza kumtaja yeye, hakuna, kwa sababu yeye pale anaonekana kama nyama anyongeza, ila kocha mkundu ambaye atapata heshima hiyo. Kwa Hossein Abel, nikupe mkasa mmoja ambao ulitokea katika klabu ya Arsenal the Gunners. Hapo ndo utanielewa kwa nini natamani Hossein Abel aondoke. Goalkeeper Emi Martinez ambaye kwa hivi sasa ni goalkeeper wa klabu ya Aston Villa na raia wa Argentina, misimu kadhaa ama misimu mitatu iliyomalizika, alikuwa kipa bora wa dunia baada ya kuisaidia Argentina kuchukua ubingwa wa kombe la dunia. Emi Martinez alikaa katika klabu ya Arsenal kwa takriban miaka 11. Yani alikuwa ni wa kutolewa mkopo na kukaa tukipa namba 3. Ameenda ikafika wakati Ben Reno, goalkeeper wa Arsenal wakati huo, kwa sasa upo Fulham, aliumia. Kwa hiyo baada ya kuumia, Mwamba akapewa nafasi, kwa maana namzungumzia Emi Martinez akapewa nafasi. Wakati anapewa nafasi, klabu ya Arsenal ilikuwa hapo hatua ya nusu finali ya michuano ya FA. Akadaka nusu finali, akadaka finali, Arsenal akachukua ubingwa. Baada ya kuchukua ubingwa, na kwenye hizo mechi ambazo wamecheza, alionyesha ubora mkubwa sana. Hivyo Arsenal, Emi Martinez akaongea na wakala wake akisema ni wakati wangu mimi wa kupata nafasi. Sasa msimu unamalizika, akaamini kwamba yeye anaenda kugombea nafasi. Anashangaa Arsenal wapo sokoni, wanahitaji golikipa mwingine na wapo hatua za mwisho za kukamilisha dili la Aaron Ramsdale. Hii kwake yeye akaona kwamba sio sawa, naweza nikajikuta namaliza karia yangu ya soka nipo tu hapa, inabidi ni wakati wa kuondoka. Alipenda Arsenal, alimlea, lakini ifika wakati pia kuna maisha pia baadaye. Arsenal itabaki tu kuwa Arsenal, lakini mimi kuna wakati itafika nitakuwa sipo tena, kwa sababu hata leo hii tunazungumza kuna baadhi ya wachezaji kina Ronaldo de Lima, Ricardo Kaká na wengine. Sasa hivi uwezo kuwataja kwenye ramani ya soka, wameshamaliza. Lakini vipi kuhusu timu ambazo wamecheza? Inter Milan, Real Madrid bado zipo. Kwa hiyo akaamua kuondoka zake, na alivyoondoka kaenda katika klabu ya Aston Villa. Baada ya misimu miwili anaenda World Cup. Baada ya kwenda World Cup anafanya vizuri, anakuwa kipa bora wa dunia, anaanza kupata tuzo, anakuja wanacheza Copa America, wanachukua, anapata tuzo nyingine, anaingia katika vikosi, anajikuta amekuwa mkubwa tofauti na vile ambavyo alikuwa Arsenal. Kwa hiyo maisha ndivyo yalivyo. Kwa hiyo hata Hossein Abel akiamua leo hii kuondoka, ana uwezo wa kuondoka akaja kuyafanya makubwa, akaja kuwa kipa bora, pengine labda tukaja kumshuhudia pia akiitwa katika timu ya taifa ya Tanzania. Lakini pia Hossein Abel sio kipa mbaya. Wakati upo KMC alifanya vizuri sana, wakati upo kule Mbeya alikuwa pia mmoja wa magoli kipa bora sana, lakini bado Simba hawana imani naye. Kwa hiyo akili kumkichwa. Sometimes inabidi pia tujifunze kutokana na kile ambacho kinatokea kwa makipa wengine. Mimi naamini kwenye football ama kwenye jambo lolote lile ambalo mtu upo,
mifano ipo mingi sana kujifunza. Kwa hiyo ni wakati wa kuangalia mifano na yeye kuamua nini ambacho anaweza akakifanya. Huo ni ushauri wangu, lakini mengi na mazuri yeye mwenyewe ndo anayajua. Asante kwa Bati Quality, mabingwa wa kutengeneza na kuzalisha mabati ya aina yote. Yapo mabati ya mgongo mpana, yapo mabati ya mgongo mwembamba, yapo yale ya mfano vigai pamoja na yale ya material ya chenga. Uzuri wa Bati Quality, ukiagiza mabati, misumari na usafiri kwao ni bure kabisa. Faida nyingine, wana warranty zaidi ya miaka 10 ya uangalizi. Ukiweka bati leo litadumu karne na karne, na likiwa bado lipo kwenye ubora wake ule ule. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.